Mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika mkondo wa kwanza raundi ya pili kutafuta hatua za kushiriki hatua ya makundi msimu huu baina ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini wakiwa nyumbani dhidi ya Simba Sports Club umemalizika kwa mabao 3-0, faida kwa mgeni mnyama Simba. Sasa mimi kuna vitu vitatu ambavyo nimeviona, lakini hichi cha kwanza hichi kinamhusu kocha. Kiukweli kabisa leo ilikuwa ni Pantev masterclass. Yaani namvulia kofia mwalimu kiukweli, kiufundi spot on. Alijua changamoto ambayo ilikuwa inawakabili Simba kwenye kipindi cha kwanza, alikuja na majibu kwenye kipindi cha pili kimuundo, kisha akaja kuiua mechi kupitia mabadiliko. Kitu ambacho kilikuwa kinatokea kwenye kipindi cha kwanza, Nsingizini walikuwa wanaenjoy sana kushambulia kwenye flanks za Simba. Ni sasa kitu ambacho kilikuwa kinatokea pia ni kwamba Nabi Kamara ambaye ndo alikuwa anacheza kama lone 6 kwenye 4-3-3 ya Pantev, naye pia positionally alikuwa anasogea juu. Yaani fullbacks wote wako juu na yeye pia anakuwa yuko juu. Ina maana nyuma wanabaki watu wawili, Rushin Dariuc pamoja na Wilson Nangu. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa sana Kapombe anafunga safari, Mligo anafunga safari, Nsingizini wakipata mpira kwenye positive transition wana target kwenye zile flanks. Lakini kwenye kipindi cha pili ni nini ambacho mwalimu alikifanya mara baada ya kipindi cha pili kuanza? Kitu ambacho alikifanya ili kukabiliana na haya mashinikizo ambayo Nsingizini walikuwa wanayapeleka pembeni ya kiwanja ni kumuelekeza Nabi Kamara asiwe ana advance kama alivyokuwa anafanya kwenye kipindi cha kwanza, lakini awe ana hold zaidi position, anadumisha nidhamu ya eneo. Simba wakiwa na mpira, Mligo na Kapombe wakifunga safari, yeye abaki karibu na Nangu pamoja na Dariuc. Simba wanapopoteza mpira wakawa wanashambuliwa, yeye anakwenda kuwagawanya wale mabeki wawili wa katikati, anakaa katikati ya Dariuc na Nangu. Ina maana yeye anakaa katikati, Dariuc anamaliza upande wote wa kulia, Nangu anamaliza upande wote wa kushoto. Ina maana nyuma Simba wakiwa wanashambuliwa wanabaki na watu watatu. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kudhibiti upande wa kwa maana Dariuc anaweza kudhibiti upande wa Kapombe, alafu yeye Nabi Kamara anakuwa kama beki watatu wa katikati. Ina maana yeye ana patrol lile eneo ambalo wale mabeki wawili wa katikati wameliacha kwenda kufunga zile njia pembeni ya kiwanja. Na ndio maana kwenye kipindi cha pili Nsingizini hawakupata kabisa nafasi ya kupita pembeni na kuenjoy mashambulizi pembezoni kama walivyokuwa wanafanya kwenye kipindi cha kwanza. Hicho cha kwanza. Cha pili ni mabadiliko ambayo amekuja kuyafanya sasa Pantev. Baada ya kuwa amefanya mabadiliko ya kiufundi, kimuundo, kudhibiti hatari kwanza ya Nsingizini kwenye kuwafikia Simba hasa kupitia pembeni, kipindi cha pili alichokifanya mwalimu Dimitar Pantev ni kufanya mabadiliko ambayo yalikuwa yanakwenda kuakisi uhalisia wa mchezo kwa namna ambavyo ulikuwa. Katika hali ya kawaida, Nsingizini akiwa nyumbani na akiwa amesharuhusu bao moja, matamanio yake ya kutaka kurudi mchezoni yanakuwa ni makubwa. Maana watacommit miili mingi kwenda mbele. Spaces zinabaki, kuna miguu ambayo iko fresh ya kina Kibu, ya kina Morris, inakwenda kutoa adhabu stahiki kwenye yale magepo ambayo yanakuwa yameachwa. Kwa hiyo hicho ndo kitu kikubwa. Pantev namna ambavyo aliweza kuwasoma Nsingizini na kubadilisha muundo kwa majukumu ambayo alimpa Nabi Kamara, sababu ambazo amezifanya. Lakini kitu cha tatu na cha mwisho, ufanisi. Hakuna ukitoa jaribio la Mahema ambaye alipiga nje kwenye kipindi cha kwanza na majaribio mengine kadhaa, kwa kiasi kikubwa sana sababu ambazo amezifanya zimekwenda kuleta ufanisi kwa kiasi kikubwa sana. Jaribio lilikuwa likifanywa langoni, hasa kwenye maeneo karibu na 18 na ndani ya boksi. Madhara yalikuwa ni makubwa sana. Kwa hiyo vitu vitatu: Pantev kiufundi, namna ambavyo alimpa majukumu tofauti Nabi Kamara kwenye kipindi cha kwanza na kipindi cha pili, sababu ambazo amekuja kuzifanya ambazo zimekwenda kuathiri ufanisi wa namna ambavyo Simba walikuwa imara zaidi kwenye kuzuia na kwenda kutoa adhabu kwa Nsingizini ambao walikuwa na matamanio makubwa ya kusawazisha goli. Lakini ufanisi wa washambuliaji wa Simba, bila shaka hapa nakusudia zaidi Kibu Denis kwenye matumizi ya nafasi ya kwenda kuua kabisa ule mchezo. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri, lakini Pantev anastahili credit kwa kiasi kikubwa sana. Tactically ameweza kubadilisha mchezo kimuundo, lakini mabadiliko aliyoyafanya pia na ufanisi wa wachezaji ambao waliingia kupitia sabu zake zimekwenda kuwaua Nsingizini mazima katika mchezo wa mkondo wa kwanza wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye hatua ya pili ya kutafuta nafasi za kushiriki makundi msimu huu.